Kuna baadhi ya koo na baadhi ya familia zimejikuta zimeingia katika madhara haya ya mizimu, lakini koo hizo na familia hizo inawezekana hata hazijui maskini kilichowekwa au mikataba iliyowekwa na mababu wa mababu zao miaka 100, miaka 120, miaka kadhaa iliyopita. Wao wamewekeana mikataba huko, lakini madhara yanakuja ukipata kizazi cha sasa, na hii inakwenda sambamba yule mtu ambaye tayari amewekewa alama ile. Maana yake huyu ndio mtu ambaye anayetarajiwa kutolewa kafara katika waktun muhaddadun, katika muda maalum kabisa. Familia inateketea bila watu kujua madhara yanatoka katika sehemu gani. Kumbe mtu kaishawekewa alama. Hii ni hatari sana shekhe. Maana yake kashawekewa muhuri ambao una muda maalum, ukifika tu lazima aondoke. Yani hii inanikumbusha, hebu nimalizia huu mkasa wa pale Zanzibar, maeneo ya Bububu School pale, Bububu Kiinani pale. Taib. Palitokea mkasa mmoja mzito sana kutokana na haya mamizimu. Takriban ni miaka 7 au 8 iliyopita pale Zanzibar. Kuna watu ambao bila shaka walitufikia, wanatueleza wanafamilia. Yani ilikuwa katika familia kuna watu wanaumwa sana, alafu maradhi yanafanana ya aina moja. Kila mwaka kuna mtu lazima afe kwa maradhi ya kansa katika familia. Watu 11 waliondoka kwa mtindo huo. Na kila unapofika mwezi wa 11 ndo mwezi muwafaka, atauma mtu kansa ya ghafla tu, tayari kaondoka. Ukifika mwaka mwingine mwezi wa 11 anaondoka mtu wa pili kwa staili ile ile, maradhi yale yale, sasa na muda ule ule. Sasa jiulize, watu hawa yani wote wanaumwa maradhi ya aina moja, mwezi mmoja, muda mmoja, mazingira ya maradhi yao yale yale. Hapana, hapa kuna jambo katika, hapako sawa. Wale mabwana wakaja wakatueleza hizi habari, sisi tukawaambia inshallah kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaweza. Hizi ni athari za kimizimu. Na kwa kuwa ni athari za kimizimu, je, mnajua chochote katika sala la familia yenu? Wale mabwana wakasema kiukweli sisi hatujui, bali tuliwahi kusikia huko nyuma kulikuwa kuna mambo haya ya kimizimu, mambo ya kimilamila haya. Tuliwahi kusikia katika hali za namna hiyo. Basi tukawaambia hebu twende kwanza hapo nyumbani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Jukwaa la Dr. Said na Sheikh Safwuddin Al-Ghazali, leo ni siku nyingine tena na wakati mwingine tunaungana katika jukwaa, na ikiwa sambamba litawaliwa na Sayyidna Dr. Sheikh Safwuddin Al-Ghazali. Hasa mada mezani ni kwenda kutazama mikataba na hatari ya hiyo mikataba ya mizimu katika maisha na afya ya mwanadamu, namna gani ambavyo mikataba hii ya mizimu inaweza kuwa ni hatari sana katika familia, ukoo au jamii fulani ambayo imejihusisha na mizimu hiyo. Na yote kwa yote utayapata hapa kwake Dr. Said na Sheikh Safwuddin Al-Ghazali. Nikwambie tu jukwaa linafanyika hapa Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila Alhamisi ifikapo majira ya 6 mchana, lakini mpaka 7-8 hivi inakuwa tamati. Lakini yote kwa yote ofisi yetu inapatikana hapa Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, na huduma zipo kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lakini pia hapa unaweza ukasikilizwa, ukashauriwa na ukapewa mwongozo uliokuwa bora namna gani unaweza ukapata msaada ulio kamili kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748869733 au 0659869734. zetu namba unaweza kutupigia simu na kisha ukasikilizwa, ukashauriwa na ukapewa mwongozo uliokuwa bora kabisa wa namna gani unaweza ukafika kwenye ofisi maridhawa kabisa ya Dr. Said na Sheikh Safwuddin Al-Ghazali. Mimi binafsi kwanza nitapeleka salamu kwake Sayyidna Dr. Sheikh Safwuddin Al-Ghazali, na kisha baada ya hapo
moja kwa moja tutakwenda kuwa na maswali madhubuti mno ambayo yatakwenda kuchakata na kujua ni hatari zipi ambazo zinapatikana katika mikataba ya kimizimu katika jamii, familia, lakini pia na koo zetu. Muda huu ni salam Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, yu hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele, nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kabisa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na bila shaka we ambaye ni mwanafunzi wetu wa jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, unaweza kuona namna ambavyo Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali alivyo na hari na nguvu ya kutosha kabisa kukuletea taaluma inayohusika na mikataba hii ya kimizimu. Inakuwaje, hatari zake, lakini ni vipi unaweza ukabaini mikataba ipo ndani ya familia yako, ukoo wako au jamii yako, lakini pia familia kwa ujumla wako. Nataka tukaanzie hapa. Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, tulitazama katika kipindi kilichomalizika, tulitazama mizimu ni nini, lakini tukaona namna ambavyo mizimu ilivyo ni hatari. Sasa swali langu la msingi, tumekuwa tukisikia inazungumzwa mikataba ya kimizimu, lakini kwa bahati mbaya sana tumejikuta kwamba tunasikia neno mikataba na ya mizimu, lakini mikataba yenyewe hatujui na katika hali ya namna gani. Lakini yote kwa yote, ni vipi sasa tukishabaini mikataba ipo, ni zipi alama ambazo zinaweza kutujuza kwa alama hizo kwamba familia hii ama ukoo huu ama jamii hii imekwisha kumbwa moja kwa moja na hatari ya mikataba itokanayo na mizimu? Naam. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, bila shaka wala wasiwasi kabisa, mikataba ya mizimu ni vitu hatari sana. Kimaarifa tunasema al-ittifaqu shaytaniya au al-ittifaqu al-ashbah, kwa maana mikataba ya hawa viumbe wanaoitwa mashaitan, lakini kadhalika katika lugha nyingine wanaita mizimu, ni katika mikataba ambayo iliyo hatari sana sana, na hasa katika afya na maisha ya bin Adam. Tunasema halafu wattifaqu baina shakhsin bashariyin wa baina shaitanin au ruhin shariratin yabi'u ash-shakhsu ruhahu fi muqabili khidmati ash-shaytaniyya. Kimaarifa tunasema halafun au ittifaqun, kwa maana viapo au kadhalika makubaliano baina shakhsin bashariyin, baina ya wanadamu, wa baina shaitan, au na baina ya mashaitani, yani mwanadamu pamoja na mashaitani. Hawa wanapofanya muwafaka, kwa maana wanapofanya makubaliano katika masala yao, au ruhin shariratin, au tunayoita yale mapepo yenye shari, au kwa lugha nyingine mizimu na balaa zao katika hali za namna kadha. Hii mikataba inapofanyika kunatokea nini? Yabi'u shakhsu ruhahu fi muqabili khidmatin shaytaniya. Bila shaka mwanadamu anaweza kujikuta anauza roho yake kwa sababu ya mikataba ambayo waliowakekeana baina ya wanadamu pamoja na mizimu. Na hasa katika nyakati zijazo, mtu anaweza kupoteza roho yake, anaweza kuuza roho yake katika hali za namna hiyo. Watatanawau tabi'atu hadhihi alkhidmati bihasbi alhikayati au alqissa. Lakini kadhalika na vile vile masala haya ya mizimu na madhara yake yanakuwa tofauti tofauti, hasa kutokana na makabila, lakini kadhalika kutokana na mataifa, lakini kadhalika vile vile kutokana na mazingira, na hasa kutokana na taratibu za habari
au matukio mbalimbali yanayokwenda sambamba katika jamii hizo au katika mataifa hayo au katika makabila hayo katika wanaukoo wa hali ya aina moja au nyingine. Walakinaha tashmulu aghlabuha ashaba, lakini mara nyingi sana wale ambao wanawekeana mikataba ya kimizimu mara nyingi sana huleta yani huwekeana mikataba kwa ajili ya wao waonekane kuwa ni mashababi rasmi katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini kadhalika walmaarufa, mara kadhaa huwa wanawekeana mikataba kwa ajili ya kumfanya mtu awe maarufu, yani awe anatajika sana katika jamii yake. Watu wanaweka mikataba na mashetani au kwa lugha nyingine mizimu, ili wapate umaarufu, wawe masuperstar katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini kadhalika watharwa, na ili kadhalika waweze kumiliki uchumi mkubwa, wawe matajiri, wawe ni watu ambao wenye kipato kikubwa. Kuna baadhi ya nyakati wanawekeana mikataba ya hali ya namna hizo. Lakini washuhura na umashuhuri, awe mtu mashuhuri, maana kuna maarufu na mashuhur, ni watu wawili tofauti. Mashuhur ni yule mtu ambaye kile anachokifanya ndicho kinachotangazika, yani kinamtangaza kile kitu kwa kutokana na yani anachokifanya, basi kadhalika kile kitu ndio kinamtangaza mtu huyo. Huyo anaitwa mashuhur. Maarufu ni yule ambaye anautafuta umaarufu yeye mwenyewe, anataka ajulikane yeye. Lakini mashuhuri ni yale anayoyafanya ndio yanamtambulisha yeye ni nani katika hali za namna hiyo. Lakini awis sulta au kadhalika, kuna wale watu ambao wanawekeana mikataba na hawa mashaitani au mizimu kwa lengo la kuwa wao ni watawala, wawe ni watu watawala, wanakubalika, wanaeleweka, wawe viongozi wakubwa katika makampuni, katika wizara, katika nchi na maeneo kadha wa kadha. Wao wanataka kuwa ndio watawala au watu wakubwa katika maeneo hayo. Wapo watu wanawekeana mikataba na mashaitani au katika lugha nyingine tunaita mizimu katika hali ya aina moja ama nyingine. Wa fi hadhihi alhala, katika hali ya namna hii, fa innaha la tazalu tu'tabaru safqatun khatira, bila shaka haya hutambulika na kujulikana ya kwamba ni mikataba iliyo hatari sana. Haithu anna thamana sadaqati shaitani huwa ruhu man yuridu sadaqatahu, kiasi ambacho hutambulika na kujulikana ya kwamba mikataba hii ya mwanadamu kuwekeana mikataba na mashaitani au mizimu, maana yake huyu mwanadamu ana hatari ya kwamba thamani ya mkataba huo huwa unakwenda sambamba na kafara. Kafara hiyo bila shaka ni roho ya mtu ambaye mizimu inamtaka. Unaona hatari ya haya mambo namna jinsi ambavyo yalivyo. Lakini kadhalika wa taghayyuri uqulihim, au kadhalika vile vile kuna kuwa na mikataba ya kuwafanya watu kuzibadili akili zao. Kwa maana watoto katika baadhi ya koo na baadhi ya familia utaona watoto wanakuwa mahazbani, yani wanakuwa ni watoto ambao akili zao zinaingia na kutoka. Wakati mwingine wanakuwa ni mapoyoyo fulani hivi, lakini kuna mtu kaweka mikataba, lakini kupitia katika mikataba ile yeye anapata tharwa, anapata utajiri, anapata umaarufu, anapata ustaa, anakuwa mashuhuri, lakini kadhalika anakuwa ni mtu ambaye anahitajika mahala kadha, lakini familia yake inapata madhara kwa hali ya namna hii. Au ibqaiha ala matni alfirash, au kadhalika miongoni mwa mikataba inawekwa mikataba hiyo, mtu mmoja au wana familia au wana ukoo wawe ni watu ambao wataishi sana katika matni alfirash, watakaoishi sana vitandani, yani miaka yote wao wanaumwa. Na jinsi mwanafamilia anavyozidi kuwa na maradhi magumu zaidi, ndio baadhi ya wanafamilia wenye mikataba hiyo ya kishetani ndio wao wanazidi kupata na kufanikiwa zaidi. Hii ni hatari sana. Familia nyingi zimejikuta zinaingia katika madhara makubwa sana katika hali za namna hiyo. Lakini kwa mazingira haya
walmusharaka, la katika hali ya namna hiyo, bisababi sahara, kwa sababu masala haya kimizimu yanakwenda sambamba na masala ya kiuchawi katika mazingira kama haya. Na hapa sasa utaona wale ambao mizimu inaleta madhara katika familia zao wakiwa wanawake, ndio utaona wanakuwa na vitu vinavyoitwa al-isqat. Mara kwa mara ujauzito unakuwa unatoka min ghairi sababi tu'rafu at-tibbiyya, bila sababu zinazotambulika kidaktari. Katika hali za namna hiyo ndio kila katika familia hiyo wakipata ujauzito unatoka, yani watoto hawapatikani. Lakini kadhalika na akitokea mtu amepata mtoto, basi mtoto huwa havuki miezi 5, miezi 6, wala hafiki mwaka. Mara kadhaa anakuwa yani vifo vinakuwa vinatokea katika koo hizo, katika familia hizo mara kwa mara, na hasa kwa wale watoto wadogo. Hii ni ishara ya kwamba katika ukoo huo inawezekana kuna mikataba ya kichawi, kuna mikataba ya kishetani, kuna mikataba ya kimizimu. Hii ni hatari sana katika afya na maisha ya bin Adam. Lakini kadhalika kad yakunu al-ittifaqu imma shafawiyan au kitabiyan. Lakini kadhalika inawezekana ikawa hii mikataba, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, inawezekana mikataba hii ya kimizimu imma shafahiyan, inawezekana ikawa ni mikataba ya maneno tu, yani wakawekeana mikataba kwa maneno, au kitabiyan, au kwa maandishi kabisa. Katika hali za namna hii ni hatari kubwa sana katika hali za namna hiyo. Qad yabrumu al-ittifaqu shafahiyu bitadarru'i wa bil-ikhtisar au biada'i taqusi al-ijtidhabi shaitan. Lakini mara kadhaa miongoni mwa mambo ambayo huwa yanajitokeza ni kukubaliana, ni kufunga mikataba kwa kuwa huyu mtu atakuwa tayari kuwanyenyekea mizimu, lakini kadhalika na kufanya matambiko ambayo yatakaowavuta na kuwafurahisha wale mizimu kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo anayoyataka mtu huyu. Kwa hiyo wanakubaliana, alafu anafanya matambiko, shetani au mzimu anafurahi. Baada ya kufurahi, anatekeleza yale anayoyataka huyu mtu. Wakati huo wanaukoo wanajikuta wanaingia katika madhara makubwa kabisa katika hali za namna hiyo. Wayarudu alaihi ruhuhu bilmuqabili. Lakini mtu huyu sasa inawezekana katika nyakati zijazo akawa ni mtu ambaye anahatarisha maisha yake katika mazingira kama haya. Hatari iko hapa, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Iko hivi, kuna baadhi ya koo na baadhi ya familia zimejikuta zimeingia katika madhara haya ya mizimu, lakini koo hizo na familia hizo inawezekana hata hazijui maskini kilichowekwa au mikataba iliyowekwa na mababu wa mababu zao miaka 100, miaka 120, miaka kadhaa iliyopita. Wao wamewekeana mikataba huko, lakini madhara yanakuja ukipata kizazi cha sasa. Hii ni hatari kubwa sana. Baadhi ya koo na baadhi ya familia zimejikuta zinaingia katika madhara, lakini zenyewe zikiwa hazijui sababu au vyanzo vya madhara haya yanatoka wapi. Katika hali za namna hiyo unaweza ukasema mimi katika familia yangu sijawahi kabisa kusikia suala hili, lakini hatari iliyopo, kumbe mababu wa mababu zako wao ndio waliofunga mikataba. Sasa mikataba hiyo inadhuru kizazi mpaka kizazi, mpaka hichi kizazi chako ulichonacho hivi sasa kinajikuta kuingia katika madhara bila hatia ya aina yoyote. Hapa panahitaji ufundi wa kutosha wa kutegua matego haya ya kimizimu, ili watu wabaki kuwa katika hali iliyokuwa sawasawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Panahitaji maarifa, panahitaji ujuzi na stepu za msingi, namna gani utakanyaga ili kutegua zile yale madhara ya kimizimu. Na hili si jambo la kulikurupukia hata siku moja, ni jambo hatari sana, linahitaji maarifa, linahitaji utulivu na kuliendea kwa taratibu zake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, hii mizimu inaacha nini katika wanaukoo na wanafamilia miaka na miaka? Wayatruku atharan, na bila shaka huwa vinaacha athari mbaya kabisa. Wayantaqilu atharun min hadha
ila dhaka biilmin au biduni ilmin. Lakini kadhalika athari ya hawa mizimu huwa zina tabia ya kuhamahama kutoka kwa mtu huyu kwenda kwa mtu mwingine miongoni mwa wanafamilia, biilmin au biduni ilmin, kwa kuwa mwenyewe awe anajua au awe hajui kama madhara yameshahamia upande wake. Hii ni hatari sana katika mazingira kama haya. Bwana, bila kusahau, unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo mizimu ilivyo ni hatari sana, hasa katika familia na koo zetu. Wengi tunajikuta tumeingia katika mtego wa masala ya kimizimu, lakini hatujui vyanzo vya mizimu yenyewe ni vimefanyika lini, mikataba imesainiwa mikataba ya namna gani, lakini madhara tunaishi nayo kila kukicha, na tunaripoti matukio mengi. Tunapata kwamba wakati mwingine unapigiwa simu unaambiwa, bwana, mimi tokea nimeingia katika ndoa nina zaidi ya watoto 6, lakini kila kufikia miezi 9 basi mimba yangu itaharibika, na nikibahatika kujifungua basi mtoto hamalizi miezi 6 atafariki. Hivyo na zaidi ya watoto 6 tayari nimekwisha poteza. Kumbe huenda hii ni miongoni tu mwa madhara yanayotokana na mikataba iliyofanywa na mizimu, ambapo huenda wewe hapo ulipo haujui hata mizimu wenyewe mikataba ilifanywa mwaka gani, kwa mazingira gani. Lakini kumbuka kwamba inafanya katika njia mbili tu. Kwanza ni njia ambayo inayotokana na maandishi ama kwa makubaliano ya kisauti, bwana, tutafanya 1 2 3, na ukifanya tu basi tayari umekwisha furahisha na wao wanakufanyia majambo yako. Ila sumu inapokuja ni pale tu yanapoanza madhara, kama namna ambavyo tumejaribu kusikia. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, nafikiri haya lazima kwanza tuwaeleze watu katika mkasa ambao tumewahi kwenda kufanya katika ardhi ya Bahrain. Ndugu zangu, mizimu ni vitu hatari sana. Na lau kama utaona katika ukoo au familia yako haya tunayoyasema yamedhihiri na yapo, basi chukua juhudi za maksudi kabisa kuhakikisha unafanya jitihada za tegua haya matego ya kimizimu, ili wewe na familia yako pamoja na ukoo wako mbaki kuwa salama biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kulitokea jambo katika ardhi ya Bahrain. Kuna mtu mmoja ambaye yeye ni mtu wetu wa karibu sana. Siku moja yeye alipata kuwa na ndugu yetu mwingine huyu ambaye yeye ni mtu ambaye anaishi katika ardhi ya Bahrain. Huyo ndugu yetu yeye madhara ambayo yaliyoipata familia yake, alikuwa na mkewe. Kila wanapofanikiwa kupata mtoto, basi mtoto yule hazidi miezi 6, basi mtoto yule atakufa tu katika mazingira ajabu. Watoto 4 wameondoka katika mazingira hayo. Yule bana ikawa pale nyumbani wanapolala usingizi zinawajia ndoto za ajabu, ndoto za makaburini. Wapo katika makundi ya watu wamevaa nguo za rangi moja, wanafanya michezo pale kama wanacheza ngoma, wengine wanakula pale. Yani ni matukio ambayo yamekuwa wanafamilia wanaota sana mandoto ya namna hiyo. Lakini wakati huo ikawa huyu bana na makampuni yake, siku baada ya siku mambo yanazidi kuwa magumu. Yani mambo yanaharibika mara kwa mara. Lakini kadhalika pale nyumbani kunakuwa na mizozo mikubwa sana baina yake na mkewe. Kiasi ambacho yule bana anachanganyikiwa. Ni mtu mwenye nafasi lakini anavurugikiwa na majambo mpaka anashangaa hii hali ni hali ya namna gani. Ndugu yetu yule anasema akajaribu kwenda kwa mashekhe wa aina mbalimbali huko Bahrain, akatoka akaenda mpaka Saudia. Kafanya umra pale, akakutana na baadhi ya mashekhe wakamfanyia visomo, mashaallah. Kisha baada ya hapo akirejea pale nyumbani jambo liko pale. Sasa anashangaa, mimi nimekwenda mpaka umra, namlilia Mwenyezi Mungu, nimekutana na mashekhe kule wamenifanyia visomo, lakini nimerejea mambo yangu magumu vile. Nimetoka hapo akaja katika ardhi ya Kenya, kakutana na baadhi ya mashekhe pale Kenya wamemfanyia visomo mashaallah, lakini amerejea bado mambo yako pale. Sasa mambo yakawa magumu. Sasa huyu bana ndio anamsimulia huyu ndugu yetu ambaye yeye anayetujua sisi habari zake namna zilivyo. Ndio ile bana akambana, mimi nina ndugu yangu mmoja anaweza kukusaidia. Akawa amempa mawasiliano yetu sisi, tukawasiliana naye huyu jamaa.
Huyu bwana akatusimulia habari zake namna zilivyo. Baada ya kutusimulia zile habari, tukamwambia kwa namna ya maelezo haya, bila shaka hapa kuna mikataba ya kimizimu. Na kwa kuwa kuna mikataba ya kimizimu, kuna mambo mawili. Inawezekana ikawa madhara yapo kwako wewe au katika familia, na inawezekana madhara yakawa yapo pale nyumbani mahala unapoishi. Na kuna baadhi ya nyakati madhara yanaweza yakawa sehemu zote mbili. Unapokaa pakawa na madhara, lakini kadhalika na we mwenyewe ukawa na madhara katika hali za namna hiyo. Kwa mazingira haya ikawa sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, huyu bana akasema kwamba kwa jinsi ninavyoona inawezekana madhara yapo kwangu, kwa sababu hata nikitoka nikienda sehemu nyingine bado athari zile zile nakuwa naziona. Sisi tukamwambia naam, basi inawezekana ikawa kwako, lakini pia hata katika nyumba yako inawezekana. Akasema sasa tunafanyaje? Tukamwambia hili swala namna lilivyo, kuna mambo ambayo lazima sisi tufike, uwepo maeneo husika, ndipo unaweza ukalifanya jambo katika ufasaha. Tena Sheikh, katika hili jambo mimi nafsi nilichompenda huyu bwana, kwanza ni mtu ambaye anajiongeza sana. Sahihi. Sababu baada ya kumwambia tu lile swala kwa namna ambavyo alivyokuwa na hamu ya kutokana na mtihani. Sahihi. Basi Sheikh kwa kweli alitumia ule msemo, alidharau alichoambiwa kwa kujua nacho kitafuta. Sahihi kabisa. Naam, basi kilichotokea, mimi napenda niwaeleze ndugu zangu, alafu nirejea hapa tuone mkataba kwa uchache kabisa, alafu mtakuja kuona maajabu. Na wewe jitathmini katika familia yako, ukiona haya yapo, namna za kutegua matego haya zinawezekana, lakini zinataka maarifa, zinataka ujuzi na utulivu wa akili pamoja na utulivu wa mwili, ili kutegua ile mitego kwa taratibu zilizo sahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi katika mazingira hayo yule bana akasema, shekhe, mimi navyoona kutokana na hali yangu na mazingira yangu, na kuomba shekhe wangu uje hapa Bahrain ili kuja kunifanyia majambo. Mimi nikamwambia inshallah hilo ni katika jambo ambalo mumkin linawezekana, lakini katika jambo lilo bora zaidi, mimi namna jinsi ilivyo huwa sisafiri kutoka mahala kwenda mahala pengine, bali huwa nasafiri pamoja na timu yangu, kwa maana watu watatu na mimi ninakuwa mtu wa nne. Yule bana akasema hakuna tatizo, naweza kumudu usafiri wenu. Basi tukamwambia hamna shida. Baada ya masaa kama mawili au matatu hivi, yule bana akasema naomba kopi ya passport pamoja na picha. Basi tukafanya hivyo, alhamdulillah, naye akafanya utaratibu, tukaenda pale Bahrain. Nataka tuone madhara ya mizimu katika ukoo na madhara yaliyo hatari katika familia, na mazito ambayo mtu anaweza kuyapata bila kutarajia, bila kujua chanzo cha mashakili haya ni nini. Basi tukadema pale katika ardhi ya Bahrain biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo yule bwana moja kwa moja akatupeleka mpaka pale nyumbani. Mashaallah, jumba la kifahari. Tumefika pale, lakini tulipofika pale yale mazingira tuliyoyaona pale, zile alamat tulizoziona pale, ambapo pia nitakuja kuzieleza hapa. Tukamwambia yule bwana, mashaallah, lakini hapa ndani hapafai sisi kukaa, kwa sababu hapa ikiwa tutapanga mashambulizi yetu kuanzia hapa ndani mahala tulipo, tutakosa target ya kutegua madhara ya hawa mizimu. Kwa lazima tutoke hapa tukakae sehemu nyingine. Hapa sisi tuwe tunakuja kwa ajili ya kufanya zile shughuli zetu, kutegua ile mitego ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Ile bwana kashtuka sana, shekhe, kwani kuna? Nikwambia tulia tu. Wewe umetuleta si kufanya kazi, basi tuache sisi tufanye kazi biidhnillah. Akasema basi sawa, mna shaka. Katupeleka katika apartment fulani hivi, tukakaa pale. Tunakuja pale nyumbani kwa ajili ya kuja kwanza kutengua nguvu za ile mizimu pale nyumbani. Ndani ya masiku matatu, siku ya 4 ndio tukaanza kuifanya kazi rasmi. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya masiku 11 tulikuwa tayari tumefanikiwa kutegua matego yale ya kimizimu yote kabisa kwa ukamilifu wake, alhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya hapo tulipotoka katika ardhi hiyo, kwanza akasema napata usingizi mzuri. Lakini kuna tenda ambazo zilikuwa zishamkimbia kabisa,
muda mrefu, alhamdulillah zile tenda zikarudi katika makampuni yake. Lakini kizuri zaidi, Mwenyezi Mungu kamjalia akapata mtoto. Hivi tunavyozungumza sasa ni mwaka wa pili, mtoto yuko safi kabisa, mtoto wa kike mashaallah, alhamdulillah. Kwa hiyo ile mizizi ya masala ya kimizimu lazima ujue namna ya kuitegua, na si jambo la kitoto. Kama hauko tayari kuitegua mitego ya kimizimu, usiikurupukie, itakuletea madhara zaidi katika hali za namna hiyo. Sasa nimalizie hapa, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, iko hivi: wa fi alamat la tumha, kama jinsi ambavyo tulivyoona kwamba yantaqilu atharu min hadha ila hadha biilmin au biduni ilmin. Kwa maana kuna wakati zile athari au alama zinahama kutoka kwa mwanafamilia huyu na kwenda kwa mwanafamilia mwingine biduni ilmin, bila mwenyewe kujua kama anazo alama za kimizimu katika hali za namna hiyo. Lakini yashmulu wa hiya alamatun la tumha, nayo ni alama ambayo huwa haifutiki. Yani ni alama ambayo haifutiki. Tadhharu haithu lamsi shaitan ashakhsi almawsumu liighlaqi aliltifaq, na hii inakwenda sambamba yule mtu ambaye tayari amewekewa alama ile. Maana yake huyu ndio mtu ambaye anayetarajiwa kutolewa kafara katika waktun muhaddadun, katika muda maalum kabisa. Familia inateketea bila watu kujua madhara yanatoka katika sehemu gani. Kumbe mtu kaishawekewa alama. Hii ni hatari sana shekhe. Maana yake kashawekewa muhuri ambao una muda maalum, ukifika tu lazima aondoke. Yani hii inanikumbusha, hebu nimalizia huu mkasa wa pale Zanzibar, maeneo ya Bububu School pale, Bububu Kiinani pale. Tayib, palitokea mkasa mmoja mzito sana kutokana na haya mamizimu. Takriban ni miaka 7 au 8 iliyopita pale Zanzibar. Kuna watu ambao bila shaka walitufikia, wanatueleza wanafamilia. Yani ilikuwa katika familia kuna watu wanaumwa sana, alafu maradhi yanafanana ya aina moja. Kila mwaka kuna mtu lazima afe kwa maradhi ya kansa katika familia. Watu 11 waliondoka kwa mtindo huo. Na kila unapofika mwezi wa 11 ndo mwezi muwafaka, ataumwa mtu kansa ya ghafla tu, tayari kaondoka. Ukifika mwaka mwingine mwezi wa 11 anaondoka mtu wa pili kwa staili ile ile, maradhi yale yale, sasa na muda ule ule. Sasa jiulize, watu hawa yani wote wanaumwa maradhi ya aina moja, mwezi mmoja, muda mmoja, mazingira ya maradhi yao yale yale. Hapana, hapa kuna jambo katika, hapako sawa. Wale mabwana wakaja wakatueleza hizi habari, sisi tukawaambia inshallah kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaweza. Hizi ni athari za kimizimu. Na kwa kuwa ni athari za kimizimu, je, mnajua chochote katika sala la familia yenu? Wale mabwana wakasema kiukweli sisi hatujui, bali tuliwahi kusikia huko nyuma kulikuwa kuna mambo haya ya kimizimu, mambo ya kimilamila haya tuliwahi kusikia katika hali za namna hiyo. Basi tukawaambia hebu twende kwanza hapo nyumbani. Wale mabwana wakatuchukua tukaenda mpaka pale nyumbani kwao. Bahati nzuri pale nyumbani kwao kwa nje hapa kulikuwa na mti mmoja mkubwa tu. Uko pale ule mti. Tuotazama pale tukawaambia, ndugu zanguni, nyie mnaumia hapa kupitia katika mti huu. Wakasema huu mti tunaumiaje? Tukamwambia naam. Lakini jambo la kwanza kabla hatujafanya chochote tunaomba mti huu kwanza ukatwe. Lakini atakayekata mti huu inawezekana akapoteza maisha. Wale mabana wakasema sasa shekhi, kama ndio hivyo nani sasa atakayekubali? Tukawaambia mtafuteni mtu mumkodishe aje ukate huu mti. Lakini kabla hajaja kuukata huu mti tunawaombeni mleteni kwanza kwetu tumfanyie dua, tumfanyie dua za ndani ya masiku 3, kisha baada ya hapo tukamwambia nenda kaukate ule mti. Yule bwana akaenda kaukata ule mti. Cha ajabu, wakati anaukata ule mti umekatika kabisa. Tukamwambia naam, kinachotakiwa sio kukata tu,
ni kung'oa kabisa ile mizizi yake uweze kuondoka kabisa ule mti. Basi yule bana wakati anang'oa sasa ile mizizi chini ya mti ule, katikati ya ile mizizi wakakuta kuna mtungi, lakini ndani ya ule mtungi una damu mbichi kabisa, kama vile ile damu mtu kauawa leo, au kama vile ile damu imekingwa leo katika hali sahihi kabisa. Basi yule bwana akashtuka sana, na baada ya hapo yule aliokata yule mti wallahi alikaa ndani muda wa miezi 3 mpaka miezi 4, mgonjwa hajiwezi katika hali hizo, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akampa afya, akarejea katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Vuta picha, lau asingefanyiwa dua ya aina yoyote ingekuwaje? Baada ya kutoa sasa ule mtungi wenye damu, vikafanyika visomo maalum na zikapitwa zile step maalum kwa ajili ya kutegua yale matego ya kichawi, ndio tukawa tumefanikiwa kuondosha ule mkataba wa kila mwezi wa 11 kuwa anaondoka mmoja katika wanafamilia. Watu wakawa hawaamini, wanausubiria saa mwezi wa 11 waone ataondoka nani. Alhamdulillah, mwaka huo ukapita. Wakasubiri mwaka wa 2 ukapita. Mwaka wa 3 akasema alhamdulillah, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, ametunusuru na balaa hili la hawa mizimu. Kwa hiyo unaweza kujikuta unapata madhara, naingia katika mambo mazito kabisa, lakini kumbe tayari kuna mikataba ya kimizimu ndio ambayo inapelekea nyinyi kujikuta mnaingia katika hatari. Namaliza kwa haraka hapa. Sasa masala haya yani hii mikataba inakuwaje? Inakuwa hivi: ala raghmi min zami fi ba'd al-awqat annahu kana yanbaghi kitabatu al-ittifaqi kamilan bidami al-insan. Mara kadhaa hii mikataba huwa inaandikwa na watu wakikubaliana katika mikataba hii ya kishaitan au ya kimizimu kwa kutumia damu ya mwanadamu, damu ya mtu. Tena mwanadamu mwenyewe ni ule mwana ukoo, lazima achane sehemu kidogo ya mwili wake pap, alafu ile damu inayotoka ndio wanaingia nayo mikataba. Wallahi ni hatari sana hivi vitu, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapiga marufuku, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Shetani ni adui, hata kama atafanya mazuri ya namna gani wewe unayaona kama mazuri, jua huu ni mtego tu, kwa mbele huko kuna balaa ambalo unakwenda kukutana nalo katika mazingira kama haya. Lakini wayakunu al-ittifaqu an yanjaha bimalin, na hapa sasa itakuwa huyu mwanadamu an yanjaha bimalin, ya kwamba ile mikataba anatoa damu yake, ishara ya kwamba watadhuru familia yake, watadhuru ukoo wake, kwa faida yake mali iweze kupatikana. Lakini sasa kuna wengine katika wanaukoo, hakuna hata mwanaukoo mmoja mwenye hali nzuri, lakini pia wapo ndani ya mikataba. Wenye hali nzuri ni wale waliowekeana naye mikataba na wakawa na hali nzuri na wakafia huko. Baada ya hapo sawa, wanaukoo wote wamekuwa ni mafakiri, ni malofa, hawana wanachoshika, kikaenda kwa mikataba iliyowekwa na mtu ambao wao aliofanikiwa yeye katika zama hizo, na hayupo, alishafariki katika muda mrefu. Hii ni hatari sana ndugu zangu, jichunguzeni vizuri. Wakati mwingine mna sababu zote za kufikia katika malengo, lakini mikataba yenu inawadhuru. Hebu tegua haya madhara ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa irdin, wakati mwingine inakuwa mikataba ni kwa ajili ya mtu apate cheo wa shuhra na umaarufu. Wa yushtaratu sadaqatu dammi al-insan athnaa muddati kadha, na imeshartiwa katika makubaliano ya mikataba hiyo lazima kuwe na kafara ya damu ya mwanadamu katika muda kadhaa, kama tulivyoona katika mkasa wa watu wa Zanzibar. Kila mwezi wa 11 lazima mtu aondoke tu katika hali za namna hii. Hii ni hatari sana ndugu zanguni katika mazingira kama haya. Lakini kadhalika wakawa kuna baadhi ya mikataba midogo midogo yenyewe sawa, wanaweza wakatumia hibrun ahmar, wino mwekundu tu, ukawa unatosha kuwekeana mikataba na hawa mizimu au mashaitani, wino mwekundu tu. Mfano mambo madogo madogo, kuna mtu haoe au haolewi katika wanafamilia, jamani mwacheni aoe au aolewe.
basi ni tumikataba tudogo tudogo utu wanayokiana kwa bihibrin ahmar, kwa wino mwekundu tu. Lakini kadhalika kuna wale masala ya mikataba mingine ya mutawasita, labda mtu apati kazi, huyu wanayokiana mikataba kwa damu ya mnyama tu katika mazingira. Wewe ni hatari sana ndugu zanguni, mikataba ya kimizimu inayokula bwana familia ni hatari sana katika afya na maisha ya binadamu. Kuwa makini sana ndugu yangu, fanya uchunguzi katika familia yako, jichunguze wewe mwenyewe. Lau utayaona haya tunayoyasema yapo katika familia yako, chukua hatua za maksudi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli ni hatari, panahitaji taaluma ya kutosha kutegua masala haya, panahitaji ujuzi wa kutosha kutegua masala haya. Biidhnillah khairi iko mbele yetu kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Bila shaka leo kama kawaida ilivyo, hii tunayo dawa yetu mujarrab kabisa inaitwa Haqqul Mujarrab. Haqqul Mujarrab ni katika dawa ambayo imechukulia umaarufu wa hali ya juu, na hivyo kuondosha athari ya masala ya kichawi ambayo yamekuwa yakiwasibu watu wengi katika hali za aina moja au nyingine. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, kuna mtu mmoja yeye alisumbuliwa sana na maradhi ambayo almustaasiya, yani kila anapokwenda hospitalini anaambiwa ana maradhi mapya. Mara anaambiwa figo zako zinakaribia kufeli, mara anaambiwa ini linapoteza mwelekeo, mara anaambiwa moyo umetanuka. Basi ili mradi yale maradhi yote mazito mazito anaambiwa anayo yeye. Yule bwana akawa anachanganyikiwa sasa. Mwishoni alipoona tangazo letu la dawa yetu ya Haqqul Mujarrab, akasema hapana, acha na mimi niwasiliane na shekhe ili tuone namna gani naweza na mimi nikapata dawa hii. Huenda Mwenyezi Mungu amejalia ponyo kupitia katika dawa hii. Alhamdulillah. Ndugu yetu huyu akafanya utaratibu, yeye anaishi Arusha, lakini tukawasiliana naye akafanya utaratibu, basi dawa yake ya Haqqul Mujarrab haraka sana ikaenda katika ardhi ya Arusha. Subhanallah. Siku ya kwanza ameitumia, akasema shekhe, naona najisikia mwili vibaya sana. Tukamwambia naam, endelea kuitumia kwa sababu ndivyo namna dawa inavyofanya kazi biidhnillah. Akatumia siku ya pili, subhanallah, alhamdulillah. Anasema alikwenda haja, wakati amekwenda haja alitoa mapande ya damu. Mapande hayo ya damu yamekuwa kama jinsi ambavyo unavyoona maini namna yalivyo. Lakini kisha baada ya hapo alhamdulillah ikawa ndio sababu ya ponyo yake, sababu ya kupata afya, yuko safi kabisa. Umwambii kitu kuhusiana na Haqqul Mujarrab biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe unasubiri nini? Wewe ambaye una maradhi yasiyotambulika na kueleweka, inawezekana umepigwa masala ya kichawi. Haqqul Mujarrab ndio mujarrab, jurriba miraran wa saha, imefanywa majaribio sana na manufaa yake ni makubwa kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye una mashaka mazito au una ndugu yako ana mashaka mazito, mwambie ndugu yako biidhnillah, yule mkombozi wa kutatua masala ya kichawi na madhara ya aina kadha wa kadha yuko hapa, na hii ni Haqqul Mujarrab. Huko katika ardhi ya Ulaya na Amerika huko ndo usiseme. Haqqul Mujarrab anapasua anga tu na mambo yanazidi kuwa mazuri, alhamdulillah rabbil alamin. Jipatie Haqqul Mujarrab nawe utatuambia mujarrab biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unajua kuna usemi unasema la tas'ali tabiba ani dawai fas'alil mujarrab, siku zote usimuulize daktari dawa yako inafanyaje, la fas'alil mujarrab, bali uliza ile ambayo imefanyiwa majaribio na mambo yakaenda sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haqqul Mujarrab ni mujarrab kwa ajili yako biidhnillahil karim. Ipate sasa, mambo yatakuwa mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama hilo halitoshi, tunayo sasa ile kiboko ya viboko. Hii ni mkono wa Idi. Mkono wa Idi ni mujarrab sana kufanya we mwanamume kuwa imara katika kuliendea tendo la ndoa. Kuna mtu ametumia mkono wa Idi, sasa ana uwezo wa kwenda mara 6 mpaka mara 7 yaumian, ndani ya siku moja mwanaume anaperformu vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. We babaisha tu uibiwe mkeo na wahuni, lakini kama utaki kuibiwa mkeo na wahuni,
basi tumia mkono wa Idi ambao bila shaka ni mujarrab sana. Huu mkono wa Idi sio booster bana. Hii inatibia tatizo kabisa, na wewe unakuwa imara zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unajua mwanamume namna jinsi ambavyo alivyoumbwa ni lazima, yani ni kama jinsi ambavyo wewe unavyoweza kuiona hydraulic, ndivyo alivyoumbwa mwanamume biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lazima jeki bana ifanye vizuri ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tunaita ukitumia mkono wa Idi basi utakuwa mlingoti chuma, bendera chuma, na hata upepo nao unaweza ukawa chuma. Uliza sana hii, alafu utaambiwa matokeo yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani hata uwe na miaka 80, we tumia mkono wa Idi, alafu utajiona namna jinsi ambavyo unaweza kuwa kama kijana, una perform vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mkono wa Idi ndio habari ya mjini biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mkono wa Idi. Lakini kadhalika hapa tunayo prostate. Hii prostate ni tezi, ni dawa kwa ajili ya matibabu ya tezi dume bila ya upasuaji, kwa sababu tezi dume ni maradhi hatari sana. Katika kila wanamume 4 waliotimiza umri wa miaka 50, basi kuna mmoja kati ya hao 4 anasibiwa na maradhi ya tezi dume. Tezi dume ni maradhi ambayo yanaongoza kwa kuua wengi miongoni mwa wanamume. Kupata tezi dawa hii ni mujarrab sana kwa ajili ya kumaliza mashaka hayo. Hatari yake iliyo kubwa zaidi kwa yule ambaye bila shaka anaweza kusibiwa na athari na maradhi ya tezi dume. Lau kama mtu utafanyiwa amaliyatul jarahia, masala ya operation, inawezekana ukapoteza utendaji kabisa wa kuliendea tendo la ndoa. Na inawezekana kupitia amaliyatul jarahia, masala ya operation, ukawa ni mtu ambaye unatokwa na mkojo bila kuuziwia. Lakini kadhalika inawezekana ukapoteza utendaji ukawa yope moja kwa moja. Lakini kadhalika haqqul mujarrab jurriba miraran wa saha. Kadhalika hii ambayo inaitwa prostate ni mujarrab sana kwa ajili ya kutibia athari na mashakili haya ya tezi dume bila ya kupasua, bila ya madhara ya kwenda haja ndogo bila kujitambua, lakini kadhalika bila ya kuwa katika hali ambayo itakupelekea ushindwe kabisa kuliendea tendo la ndoa. Bila shaka itumie prostate nawe uweze kutibika kwa ufasaha, lakini kadhalika bila ya upasuaji, bila ya madhara biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi mimi niseme tu kwamba itoshe kukwambia kwamba leo tumeangalia mikataba hii tukanayo na mizimu ama mashaitani ambao ni hatari sana, hasa wa kijana kuingia katika familia yako. Kubwa zaidi ni namna ambavyo wewe hapo ulipo unaweza kuchukua fursa na nafasi ukaanza kujitafiti hapo ulipo ili kuweza kubaini je, familia yako imekumbwa na madhara tokanayo na mizimu ama la, na kama ndio nini cha kufanya. Jambo la kwanza kabisa niweze kukwambia ni kwamba mizimu hii si kila mtu anaweza akafanyia, kwa sababu kauni yake ilivyo inatakiwa ukianza usiishie katikati. Maana yake inatakiwa uanze jambo katika mikakati yake, njia zake, zile hatua zake uweze kulimaliza kwa ukamilifu, ingawa si rahisi kama baadhi ya watu wanavyofikiri na kudhani kwamba ni jambo jepesi kabisa. Mimi nikwambie tu kwamba ikiwa utahitaji kuona kwamba kwa maelezo haya mimi kwangu yametosha, basi fursa unayo, unaweza tu kuwasiliana nasi kupitia namba unaziona hapo, na kisha baada ya hapo ukapewa mwongozo uliokuwa bora kabisa wa nini kifanyike, kwa utaratibu gani, ili kheri ziweze kupatikana. Mimi sina la ziada zaidi hapo, nikwambia tu endelea kubaki nasi katika jukwaa hili la Sheikh Sultan Al-Ghazali. Lakini pia yote kwa yote unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba simu 0748 86 97 33 au 06 59 86 97 34. Zetu namba unaweza kupigia simu ili kusikilizwa, kushauriwa na kupewa mwongozo uliokuwa bora kabisa. Kheri nyingi zitapatikana. Mizimu haina nafasi katika familia zetu, koo zetu na katika shughuli zetu kwa ujumla wake, biidhnillah subhanahu wa ta'ala.